Habari yako mtazamaji, karibu tena Nature Medi Supply kwenye channel yetu inayohusiana na masuala ya afya. Katika video yetu ya leo tutachambua mbinu za kisayansi zilizothibitishwa kuongeza nguvu za kiume bila kutumia dawa. Kupitia lishe, mazoezi na mtindo wa maisha na mbinu za kisaikolojia, unaweza kufanikisha zoezi hilo. Unahisi uchovu au kukosa hamu ya tendo la ndoa, unakosa stamina na kupata shida kudumisha nguvu zako za kiume? Ikiwa unatafuta suluhisho la asili na la kudumu na lisilo na madhara dawa za kemikali, basi video hii ni sahihi sana kwako. Hakikisha unatazama video hii hadi mwisho, kwa sababu suluhisho lako linaweza kuwa hapa. Tutakueleza pia Nature Medi Supply inavyowasaidia wanaume wenye tatizo hili la nguvu za kiume. Mimi ni Dr. Mkina, namba zetu za simu zinapita chini ya screen ya video hii. Unaweza kutupigia kwa ushauri au kupata tiba za nguvu za kiume zilizoandaliwa kwa misingi ya kisayansi. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele. Salia nasi hadi mwisho ili upate maarifa muhimu. Sehemu ya kwanza ni lishe bora yenye madini kwa uzalishaji wa homoni. Uwezo wa mwanaume kudumu tendo la ndoa inategemea uzalishaji wa testosterone, homoni inayohusika na nguvu za kiume. Lishe bora husaidia kutengeneza homoni hii kwa kiwango cha juu. Kula lishe hizi ili kuongeza uzalishaji wa homoni ya testosterone. Lishe ya kwanza ni zinki na magnesium. Zinki inahusika moja kwa moja kwenye uzalishaji wa testosterone. Tafiti zinaonyesha kuwa wanaume wenye upungufu wa zinki wamekabiliwa na changamoto ya nguvu za kiume. Ikiwa madini haya yamepungua sana, ongeza ulaji wa mbegu za maboga, nyama nyekundu, mayai pamoja na dagaa. Lishe ya pili ni omega 3 fatty acid. Mafuta haya husaidia kupunguza uvimbe mwilini na kuboresha mtiririko wa damu na kuongeza stamina mwilini. Ulaji wa samaki wa mafuta kama salmon, sardini na samaki wengine wenye mafuta mazuri ni njia bora na rahisi ya kuongeza madini haya. Lishe ya tatu ni mbegu na karanga. Mbegu za maboga, mbegu za chia na karanga hutoa amino acid inayosaidia kutengeneza nitric oxide, kemikali zinazopanua mishipa ya damu na kuboresha mzunguko wa damu na kupeleka damu kwa urahisi zaidi kwenye sehemu za maumbile ya mwanaume. Lishe ya nne ni matunda kama tikiti maji na ndizi. Tikiti maji lina citrulline nyingi inayosaidia kupanua mishipa ya damu kama ilivyo dawa ya Viagra inavyofanya, lakini hii ina madhara. Tikiti maji linafanya hili zoezi kwa njia salama na ya asili isiyo na madhara yoyote. Sehemu ya pili ni mazoezi ya mwili na njia bora ya kuchochea uzalishaji wa testosterone. Namba moja ni mazoezi ya nguvu kama squat, deadlift pamoja na push up. Huongeza kiwango cha testosterone mwilini. Tafiti zinaonyesha kuwa wanaume wanaofanya mazoezi ya nguvu mara kwa mara, kiwango kikubwa cha testosterone huongezeka ukilinganisha na wale wasiofanya mazoezi kabisa. Namba mbili ni mazoezi ya moyo na mishipa. Kukimbia, kuruka kamba na kuogelea husaidia kupunguza mafuta mabaya yanayoathiri uzalishaji wa homoni za kiume. Namba tatu ni mazoezi ya Kegel. Haya ni mazoezi yanayolenga misuli na nyonga yanayosaidia kudhibiti na kuongeza muda wa kulimudu tendo la ndoa. Sehemu ya tatu ni kupunguza msongo wa mawazo, kwani ni adui mkubwa wa nguvu za kiume. Namba moja ni homoni ya cortisol na athari zake. Msongo wa mawazo husababisha uzalishaji wa homoni ya cortisol ambayo inapokuwa juu sana huzuia uzalishaji wa testosterone. Namba mbili ni njia za kupunguza stress. Tafiti zinaonyesha kuwa mazoezi ya kupumua, meditation na yoga husaidia kupunguza stress na kuboresha afya ya nguvu za kiume. Namba tatu ni kupata usingizi wa kutosha. Kulala kila siku usiku masaa 7 hadi 9 huongeza uzalishaji wa testosterone kwa 15%. Ukilinganisha na wanaolala masaa 5 kila siku, uwezo wa testosterone huwa chini, kitu ambacho kinawafanya wanashindwa kulimudu tendo la ndoa kwa mujibu unavyotakiwa. Sehemu ya nne ni kuepuka au kuacha kabisa vitu vinavyopunguza uzalishaji wa testosterone. Namba moja ni pombe na sigara. Pombe nyingi hupunguza uzalishaji wa testosterone na kuharibu ini, ambapo baadhi ya homoni huharibika. Sigara ina nikotini nyingi ambayo hupunguza mzunguko wa damu na kuathiri uwezo wa kusimamisha uume, hasa nyakati za asubuhi au wakati wa tendo la ndoa. Namba mbili ni vyakula vyenye mafuta mabaya. Vyakula vyenye mafuta yaliyokaangwa na junk food vina mafuta trans ambayo hupunguza kiwango cha testosterone na kuongeza hatari ya matatizo ya mzunguko wa damu. Sehemu ya tano, kunywa maji kiasi cha kutosha. Upungufu wa maji mwilini unaweza kupunguza kiasi cha mzunguko wa damu mwilini na kusababisha matatizo ya nguvu za kiume. Kunywa maji angalau lita 3 hadi 5 kwa siku kunasaidia mzunguko wa damu mwilini na kuboresha afya ya nguvu za kiume. Sehemu ya sita ni kutumia viungo vya asili vinavyoongeza nguvu za kiume. Namba moja ni tangawizi na kitunguu saumu. Vina uwezo wa kupanua mishipa ya damu na kuboresha mtiririko wa damu na kuongeza stamina wakati wa tendo la ndoa. Namba mbili ni maziwa, tende na korosho. Tafiti zinaonyesha kuwa mchanganyiko huu una uwezo wa kuongeza testosterone mwilini na kuongeza stamina wakati wa tendo la ndoa. Namba tatu ni moringa au mlonge. Moringa una madini muhimu wa kuzalisha testosterone mwilini na kusaidia kuongeza nguvu za kiume. Viungo viko vingi sana, tutazidi kuvieleza kwenye mada zinazokuja, au unaweza kupiga simu kwenye namba zinazopita chini ya screen yako ili kupata ushauri wa haraka na mapema. Sehemu ya saba ni kudhibiti uzito wa mwili na afya bora kwa homoni. Unene kupita kiasi huongeza uzalishaji wa estrogen ambayo inapozidi hupunguza kiwango cha testosterone. Kupunguza mafuta ya tumbo kunasaidia kuboresha uwiano wa homoni za mwili na kuongeza nguvu za kiume. Sehemu ya nane ni utaratibu wa kufanya tendo la ndoa. Kufanya tendo la ndoa mara kwa mara kunaongeza mwili kuzalisha testosterone zaidi, jambo ambalo linaweza kusaidia kudumisha nguvu za kiume kwa muda mrefu. Sehemu ya tisa, afya ya saikolojia na kujenga
ujasiri. Tatizo la nguvu za kiume linaweza kuwa la kisaikolojia. Kujenga mtazamo mzuri wa kisaikolojia kunasaidia kuimarisha utendaji wa mwili kwenye upande wa nguvu za kiume. Naturemed Supplies tunatibu changamoto nguvu za kiume kwa kutumia tiba za asili zilizothibitishwa kisayansi. Tunatumia mimea tiba na virutubisho vya asili na mbinu za lishe bora ili kuboresha na kuimarisha nguvu za kiume kwa njia salama na ya kudumu. Jinsi Naturemed Supplies inavyotibu nguvu za kiume kwa uhakika. Namba 1, virutubisho asilia. Tunatoa bidhaa za virutubisho zinazochochea uzalishaji wa testosterone na kuboresha mzunguko wa damu. Namba 2 ni lishe bora na mlo muhimu. Tunawashauri wateja kuhusu vyakula vyenye madini muhimu kama zinki, magnesium na omega 3 ambavyo vinasaidia kudhibiti uwezo wa nguvu za kiume. Namba 3 ni detox na kuimarisha mfumo wa damu. Tunatumia tiba za asili kusafisha mwili ambazo husaidia kuondoa sumu mwilini na kurekebisha mtiririko wa damu na kupelekea uume kusimama imara. Namba 4 ni mbinu za kisaikolojia. Tunatoa ushauri kuhusu kupunguza stress, usingizi wa kutosha na mazoezi maalum ambayo yanaweza kusaidia stamina mwilini. Namba 5 ni matibabu ya kitaalamu. Kwa wateja wenye changamoto kubwa, tunatoa mpangilio maalum unaojumuisha mchanganyiko wa virutubisho sahihi na lishe bora kwa matokeo ya haraka na ya kudumu. Cha kufanya, wasiliana nasi kupitia namba zinazopita chini ya skrini ya video hii. Hizi ndizo njia za kisayansi zinazoongeza nguvu za kiume bila kutumia dawa. Zipo njia nyingi sana za kuongeza nguvu za kiume, lakini tutazieleza kwenye video zinazofuata. Ningependa kusikia kwenye comment hapo ukieleza kwamba ni njia zipi za kisayansi ulizozitumia ili kuongeza nguvu za kiume. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo kupitia video hii. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kwanza kuona video zetu pale tunapozi-upload. Toa maoni yako hapo sehemu ya comment, share pamoja na marafiki zako ili kuelimisha zaidi kuhusu njia za asili za kuongeza nguvu za kiume. Kumbuka, Naturemed Supplies inahakikisha uzima asilia kwa kila mtu. Wasiliana nasi kupitia namba za simu zinazopita chini ya skrini ya video hii. Asante kwa kutazama video hii, ubarikiwe na tukutane kwenye video zijazo.